Ratiba ya pre-season ilikuwa imebana, kwa hiyo walimu wanafanya jitihada kubwa kuhakikisha wana balance fitness za wachezaji, lakini tactical wachezaji wanaelewa mipango mipi ambayo walimu wanakuja nayo. Swali la pili nani? Karibu. Msemaji, namba 6 pale. Mpaka sasa hivi bado ni nzuri. Ile namba 6 ile pale. Imekuwa pindi pale. Yeah. Namba 6 ni top signing nyingine ambayo tunaifanya season hii. Of course tumeshaifanya season hii. Na niwatoe mashaka wana Yanga, maana nimeona story ni nyingi, rumors ni nyingi sana kuhusu namba 6. Kwanza Yanga haijafanya mazungumzo yoyote na Morris Chuku. Naona mmemwandika sana. Ni mchezaji mzuri, lakini klabu yetu haijafanya mazungumzo yoyote na Morris Chuku. Namba 6 ambayo tunakwenda kuitambulisha kwangu mimi, ukiondoa Aliou Dieng ambaye amejiunga na Valencia, top number 6 nyingine Afrika ni huyu ambaye Young Africans tumemsajili. Top number 6 kwenye quality zote, ukiondoa Aliou Dieng, ni hiki chuma ambacho tumekisajili. Unajua uzuri wa CAF Champions League msimu unaokuja, kombe haina mwenyewe kule. Sasa hivi Al Ahly hayupo, kwa hiyo ni gombania goli, hakuna hata mtu tunamhofia tena kule. Yaani mwaka huu kwenye Champions League Yanga hakuna mtu yote tunamhofia kule. Bingwa muda wote hayupo, yuko shirikisho. Hivi Singida anaweza taarifa kweli kwamba Al Ahly yupo kushirikisho? Wewe anajiandaa kwa Rwanda, taarifa waambieni Ahly wako naye kwenye Confederation. Kwa hiyo wana Yanga, nazungumza leo japokuwa ni mapema, lakini ndio moto wetu huo. Hakuna mtu tunayemhofia Champions League next season, ni gombania goli. Yaani fumba na kufumbua msimu unaokuja mtatushikia mbali ndugu zangu. Signing ambayo tumezifanya, unajua Yanga tumeanzia hivi. Signing tulizofanya sasa hivi ukiziangalia unaona kabisa hapa mtafute hapa. Unaona kabisa yani. Kwa hiyo sisi wala msiulize malengo. Sisi hakuna tunayemhofia tena kwa Champions League. Al Ahly mara katikati kama kiasi kidogo, mara katika barua kafu mara kidogo sijui na nini atakurudi na nini, tumebakia wenyewe. Lango lipo wazi. Tutagombea goli huko. Kwa hiyo top number 6 tutamtambulisha. Yupo tayari, yuko Avic Town sasa hivi anapiga pasi. Na akatazama ule uwanja safi, pasi zinaingia tu. Sasa hivi engineer alikuwa anatumia hapa, engineer alikuwa anatumia clip hapa. Pasi anazoingiza namba 6. Yuko kwa mbali, unaweza mkaona kidogo pasi anapiga yule shing 6. Basi. Hatari. Top number 6 anaweka huko hatari. Shing 6 amekaa kao na Diara, huyu namba 6 amekaa na Diara. Diara amemwambia ukipiga back pass kwangu tunakata mshahara, wamekubaliana. Diara move kianza 6 yetu ikipiga back pass, Diara punguza $100 kwenye mshahara. Hivyo vitu zai sio peke yako, wanaoguna ni wengi. Yaani akipiga back pass tu Diara achukua $100 mfukoni. Yeye akisha turn tunakwenda mbele. Uko wapi Sheikh Toure? Shauri uko wapi, nawekwa huko. Huu msimu kuna mechi itafika, afu sija huyo mzee pia ni usajili mpya huo. Kuna mechi itafika huu msimu. Kuna mechi itafika. Kuna mechi itakuja huu msimu. Tutaweka Mzize, tutaweka Sheikh Toure, tutaweka Shalulile, tutaweka Zokwani, tutaweka Chuga namba 8, tutaweka namba 6 Mwijage. Okeo namba 4. Itakuja mechi hapa huu msimu. Yaani tukianza tu tunashambulia. Yaani Diara akishika tukaokeo namba 4, okeo anatia ndani pale. Watu huyu. Jamani. Maka mtu kaandika cho Yanga mmesajili washambuliaji wengi, wanacheza wapi? Wanacheza kwetu. Wewe tulia. Hao wanacheza kwetu. Yaani mwaka huu tunataka timu inayoanza tuikupa lineup. Roy Kudunde, kiona benchi Roy Kudunde, na wale unaokaa nao jukwani pia Roy Kudunde. Maana kuna ambao watakosa nafasi ya kwanza, mtaona jukwani. Wewe imagine jukwani umekaa na Sheikh Toure, afu ndio timu yako Yanga wiki ijayo inacheza nayo. Akamwambia pumzika leo na kusubiri wewe. Sheikh Toure huyo. Hivi kuna siku mtanikumbuka kwa nini jina nalirudia sana.
Sheikh Ibrahima Toure, Sheikh Ibrahima Toure watateka. Kuna siku tu usiokuwa na jina mtanikumbuka maneno yangu. Top striker jamani, achana na yule mbuni yule, achana naye. Top striker Sheikh Ibrahima Toure, wote teka. Mwenyezi Mungu tufundishe kwa jamaa. Lete maswali. Swali zuri sana. Mimi ripoti ya mwisho daktari alionipa aliniambia viumbe hivi vitarudi uwanjani Disemba, lakini tumegundua Mzize na Job ni extraordinary, yaani recovery yao sio recovery ya kawaida. Mwezi wa 10 Yanga na mechi na nani? Lakini si mmesoma ya ligi nye wamo extra mshajua tayari wamo ni wanazetu zoezi watakuwemo extraordinary human beings, yani recovery yao imetushtua. Kwa hiyo ile Disemba ilikuwa ni matarajio, ila uhalisia sasa hivi insha Allah huenda mwezi wa 10. Kama kuna mtu alifikiri ile Disemba ratiba yetu wawili bado, yaani wewe umeona Peter, si nimeongea hapa, bado professional players hawa wawili hatujawatambulisha. Jadu, wewe ni mwandishi, mambo ya timu yanakuogopesha vipi? Wewe unakutana na Yanga wapi? Kwa hiyo unakuwa na wasiwasi, yani unakuwa na hofu, hujaogopa. Sasa mbona unataka kupunguza wachezaji wetu? Anakuja mwingine. Kwa hiyo kwenye kila ambacho jana watu wamekiona kwa by the way ni msajili ambao umezungumzwa sana maana ni msajili kawaida kama mtu unaanzia 10 na moja 10 haiwezi kufanana na moja na kimoja itakuwa kubwa zaidi. Kama tumeona kwa shauri ile imefika vile watu wanaokuja kile sasa itakuwa ni kubwa zaidi. Sure. Kwa bajeti ambayo umetumia msajili na majina aina gani tunategemea na itakuwa ni kubwa kiasi gani? Sawa. Kuhusu bajeti ya usajili, bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM msimu huu alimuita engineer kikao, akamwambia President, nataka tufanye proper scouting, tutafute top players, alafu kuhusu budget niachie mimi. Budget ambayo imetumika ni bilioni 15 shilingi za Kitanzania. 15 bilioni. Yaani waandishi wa habari ambao mpo kwenye magazeti mtakuwa sahihi kabisa mkiandika kikosi cha bilioni 15 kitashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania. Kikosi chenye thamani ya 15 bilioni kutoka kwa Ghalib Said Mohamed GSM. Na kuna mchezaji mmoja juzi GSM kazungumza naye kwenye simu baada ya kupewa jina, bwana bosi huyu naye anarukaruka huyu. Yule mchezaji amelia sana kwa sababu alikuwa na haraka ya kusaini huko. Lakini tulimwambia wewe sema unachokitaka. GSM ameuma meno. Ameuma meno. Ameuma meno GSM. Ametaka Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Mzee Mpili meno ya wote yenyewe. Bora wa hiyo chama. Yaani chama ambalo ukifika tu uwanjani mwenyewe unajisikia raha, yani unasikia raha, hauna pressure. Hilo chama ambalo GSM kalitengeneza, hilo pesa ambayo ametumia. No stress. No stress, yani no stress. Kila aliyekuwa ndani mtu, aliyekuwa benchi mtu, aliyekuwa jukwani mtu. Hiyo ndo Yanga tulikuwa tunaitafuta hiyo. Hiyo ndo Yanga ambayo kila mchezaji ukilegea tu kidogo haumo. Si msimu uliopita
Maxim pia Nzengeli amecheza mechi za Yanga mpaka hata kufanana na logo yetu. Uongo? Kacheza mpaka hata kufanana na logo ya Yanga. Nikiwa ukimwona Maxim na logo ya Yanga. Tunataka mwaka huu rotation ikifanyika unaona vyuma. Yaani anapumzika fulani, anakuja fulani. Unaona yaani kuna mechi inakuwa ipigwe tucheze Yanga. Alafu mechi inaisha watu wanaulizana, kumbe tujamuona Okelo leo hapo. Taka tufike huko. Na tushafika. Tukimaliza kutangaza hizi signing mbili ndio mtanielewa maneno yangu. Top signing nyingine mbili. Tukizimaliza tu hizo ndio mtaelewa kwamba Yanga aim yetu safari hii. Wema hatuna sasa. Subiri. Yani hiyo ni budget, yes. Ni total budget ambayo tumespend kwenye dirisha hili 15 billion. Kwa maana yake wewe ukiandika story yako kwa wasomaji, hata ukiandika tu timu hii ya bilioni 15, msomaji anajua hiyo ni Yanga hiyo. Kama unavivu kuandika Yanga, andika tu bwana timu ya bilioni 15 jana imeshinda goli 8. Kwa mtu anajua hao ni Yanga walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba changamoto ya msongamano